Naonekana mgeni katika kijiji hiki. Mila na tamaduni zetu hairuhusi kunawa maji katika kisima hiki. Sasa basi, kafara lazima ihusike. Potea! Tabia, unaharibu kila kitu, utaki kunawa kule. Sasa sikunywe. Yaani hapa mimi sielewi. Yaani hapa sijui atatokea watu ondoke. Hapana, hawezi kutokea tena nyumbani. Hapana. Hapa naenda hivi nakutana na Tabia. Ananiambia mpita kwenye kile kisima, amekunywa na amenawa kabisa. Mama yangu, imekuwaje? Wakati wewe unajua kabisa kile kisima hakitaki kutiwa mikono wala kunawa. Shangazi, sikujua mimi nilipopita pale kuna miguu yangu imepoka nikaamua kujiosha. Yaani mwanangu, tumetindiganya. Hii ni hatari. Ilikuwaje? Kile ulivyonawa ilitokea nini? Pale akatokea ni mtu kama mtoto sio mtoto. Ana miguu ajabu ajabu, akananitisha. Yaani hapa tushanawa. Tunafanyaje? Lakini wanangu, hakuna aliyewaona? Hapana, hakuna. Hamjabishana na mtu yote? Hakuna. Mkubwa kama mguu ajabu ajabu anaanza kuongea maneno makali akantisha. Yaani tushachindana. Tunafanyaje sasa? Mdogo mimi hata sielewi. Sasa hapa tufanyaje? Hebu tuingie ndani, tutajua tutakachokifanya. Samia, hakuna sisi. Mimi ni wa kwanza kumwona binti yako akinawa maji kisimani. Kiangwe ni wa pili kushuhudia tukio hilo na kulisikia. Hivyo natoa masaa mawili. Hivyo basi nahitaji kafara. Asivyo utamchagua mimi nitakaye. Baba, niambie. Kuna mambo yanaendelea sana hapa na naweza kaleta hatari. Unamaanisha nini? Leo nimeona pia atukutana na Shamia. Shamia ndio kibali. Nali naweza itaingiza kijiji katika matatizo.
Mwenyekiti. Mwenyekiti. Bwana mkubwa. Karibu sana. Habari yako mwenyekiti? Salama tu. Marahaba, ujambo? Jambo. Mlipotoka huko vipi na hali? Mwenyekiti. Karibu sana ndugu yangu. Asante ndugu yangu. Mwenyekiti. Karibu sana ndugu yangu. Nashukuru. Nadhani unafahamu vizuri. Sana. Vizuri sana. Sana, nasoma mara moja, soma mara mbili. Sasa mguu mwenyekiti ni mguu wako. Ni mguu wako. Basi ulete haraka maana hata sijapika chochote niweze kukaanga na supu hapa ndio. Sasa tungetafuta hata sehemu, naona kama tungetulia hivi tungekuwa tuna relax. Marahaba, vipi maendeleo? Salama. Ulipotoka kwema huko? Huko. Mwenyekiti, kile kisima Mkole nadhani unapafahamu vizuri. Na mila za pale unazijua vizuri tu. Sasa kwenye kijiji chetu mwenyekiti, amekuja mgeni. Huyo mgeni aliyokuja kafikia kwenye kile kisima. Kanawa maji, kafanya mambo yake yote kwenye kile kisima. Nadhani unafahamu tatizo litakalotokea kwenye hichi kijiji chetu. Binti wakati umemuona au hao watu ulivyowaona, je, uliwaona kama ni binti wa huku wa kitongoji cha kwetu au katokea kwa jirani? Je, hebu ngoja hapo, naona kama unanichanganya hivi. Wewe je, ulipomuona huyo binti umeona katokea katika kijiji chetu au katokea kitongoji cha jirani? Na kama katoka hapa kwetu, mila na desturi na maana yeye azijui. Wewe upo muda mrefu sana hapa na unajua mila zetu sisi ziko vipi? Hebu nielezee, hebu funguka vizuri. Kwanza relax. Funguka vizuri. Kwanza relax. Alafu sema. Inavyoonekana binti ni mgeni. Hata huyo mwanangu alishuhudia kila kitu. Hebu niambie kama ilivyokuwa. Sawa. Cha kwanza inabidi uwe na amani kidogo. Alafu ujisikie kama upo kwenu. Hebu elezea. Mwenyekiti, huyo mgeni nilimuona akimwozana na Shamila. Sana ila na hakika ni mgeni kwa sababu sijawahi kumuona. Baba, unataka taarifa. Wewe sema ukweli wako kwamba ndio ninakukuta sasa wewe hujavaa kitu wewe. Mtoto unataka kuangalia vipi? Kweli nakosa. Hapo kuna wengine wameumuka. Ndio fanya mchakato. Kile Kikao kinaitwa. Nasemaje? Shehe mpya kanzu ile. Ndio cha kufanya saa hizi. Wewe nenda tu ndugu yangu. Kapumzike sasa hivi, lakini kaa ukijua muda wowote kuanzia sasa utasikia alambe inapita kila sehemu inatangaza kikao, na nakutaka kwenye kikao ndugu yangu. Na wewe usikose. Mimi kama ni kwenye kikao. Mimi nashukuru sana kwa taarifa ndugu yangu. Nakupenda sana mimi. Napenda sana ujio wako. Asante. Na wewe kijana nakupenda sana. Hautaki mkono? Amechangamka sana huyu kijana. Asante sana baba. Napita huko. Kote tu kitani kuanzia hapa na kwangu niliongeza shamba nikanunua hadi kule. Usijali. Huyu pumbavu sana huyu. Anatuletea mambo kama haya, amesikia hiki kijiji labda ametoka kijiji cha jirani huko. Wana mimila yao anataka kuileta hapa kariki sasa. Asituletee matatizo mimi na masema. Yeye anataka kutupa shida sisi. Sisi tukale wapi? Watoto wetu wanaozaliwa wakale wapi? Mshenzi sana huyo. Nitaitest. Mpaka anafanya na ongea Kiingereza. Karibu. Nikaribie nini hapa? Unataka kunikaribisha wewe? Wewe mama Shamila, wewe unataka kunikaribisha mimi wewe? Au unaniona kwamba umechuma majanga alafu umetuachia sisi majanga yale ndio yanatutesa tunahangaika? Wewe mama Shamila, mbona unataka kuleta matatizo wewe? Hiki kijiji kilikuwa kimetulia. Hiki kitongoji watu walitulia, hamna kesi, hamna nini. Unataka kunirudisha tena katika heka kweli? Hivi wewe mama Shamila una nini wewe? Una
unaleta matatizo, unakwenda kumchukua mtu sijui kutoka wapi huko. Anakuja hapa ananawa mimaji ovyo ovyo tu, analeta ujinga hapa. Sisi tunakuja sasa tunadaiwa sisi. Haya madhara atakaye kuja kutokea unayajua wewe? Hebu wewe fuatilia nyuma, tafakari nyuma ilitokea nini? Kuna watu waliteseka wewe. Wakubwa wazima maji wakaita mma. Walihangaika kweli kweli, viatu watu walishika mkononi ikaeka kila kukicha. Kwa nini unatupa matatizo wewe? Mbona sikuelewi mwenyekiti? Maji aliita mma. Mara sikuelewi. Hebu nyoka. Unajizima dada sasa. Na unajifanya kama memory imeingia vidudu vile virus. Nisikilize wewe nikwambie mama Shamila. Umefanya majanga yako. Na huyo mwanao Shamila umejifanya wewe ndio mama msaada wa kusaidia sana watu. Umemchukua yule binti umemweka hapo ndani, umejifanya wewe ndio wewe, ametoka huko ameenda kunawa mamaji manini. Uone kama kasababisha matatizo. Wewe mama Shamila, mara ngapi tunaongea kwamba kile kisima kina utaratibu na misingi na wewe mwenyewe unaijua. Kwa nini leo mtu anakwenda tu bila misingi yoyote ananawa? Amesikia pale labda yupo nani kwenye madrasa ama? Nakuuliza. Nakuuliza wewe una akili, unakwenda kumchukua binti huko unamleta sijui anafanya maamuzi yanakuwa mengi. Kwa nini unaleta madhara hapa kijijini? Watu huko kipindi cha nyuma yaliwakuta makubwa eka. Viatu wakavishika mkononi mama Shamila. Hebu soma historia ya hiki kijiji mpaka mimi nakuwa mwenyekiti. Nilishapewa mimi mikoba ya kuambiwa nyoosha hiki kitu. Lakini leo wewe umekwenda kuvunja. Wanatakiwa ng'ombe 10. Nisikilize tuelewane hapo. Wanatakiwa ng'ombe 10. Halafu mbadala ya hapo hiyo kafara inabidi yule mwenyewe aliyefanya pale mazingira kisimani naye awepo. Ndio nakupa hizo. Sijakuelewa. Mbona mimi sijakuelewa? Ng'ombe 10 mara kafara? Mimi sikuelewi. Hebu nyooka. Mwenyekiti, nyooka. Wewe nisikilize, mwanao Shamila ana rafiki yake. Rafiki yake ndio ameenda kisimani huko. Kwenda kisimani ameanawa yale maji, amejifanya kama yeye anataka kutoa ushungi.